Laban Muhinda, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina zaidi. Naam, shukran sana. Na ikiwa imesalia siku moja kabla ya wenyeji katika eneo bunge la Olkalau kuenda katika debe na kumchagua mbunge wao, nimeweza kuzunguka maeneo mbalimbali katika mji huu wa Olkalau na nimeweza kukusanya maoni ya wenyeji kuhusiana na mambo gani ambayo wataweza kuzingatia wanapomchagua mbunge wao siku ya Alhamisi. Kwa sasa wacha tujiunge tusikie wakazi hao wana yepi ya kusema kuhusiana na vigezo watakazozingatia. On Thursday tunaenda kwa uchaguzi na kiongozi mwenye mimi nataka ni mwenye atanifanyia kazi, mwenye hata tufinyiria kama wananchi, mwenye atatutengenezea barabara na CDF ifanye kazi na mambo ya elimu, hapo ndio sana. Kwa hivyo tunataka kiongozi mwenye hata tufinyilia, mwenye atajua sisi ndio tumempea kazi, kwa hivyo atufanyie kazi. Sisi ndio tumemweka kwa ofisi, atufanyie kazi yenye tumempea kama wananchi. Kile ambacho kimefanya nisimame mahala hapa ni kutangaza ya kwamba yule ambaye nitakayempigia kura ni Douglas Waweru Kamau. Ni kwa nini? Ni kwa sababu katika mtazamo wangu ninaangalia na ninaona ya kwamba Kamau ni mcha Mungu. Kamau anamuogopa Mungu. Kitu cha pili, kwa huu mwaka mmoja nina imani ya kwamba katika zile ahadi ambazo ametuahidi ataweza kuzitimiza. Kwa hivyo mimi ninaona Douglas Waweru Kamau ndiye anayefaa kuwa mbunge wetu katika mji huu wa Olkalau. Kwanza mimi nachagua kiongozi mwenye naona analeta maendeleo Olkalau. Ya pili, sasa kama mrusha kura wa Huruma Polling Station, ningetaka nichague Samuel Mushina Nyaga. Juu nimeona maendeleo, tuko na rami, nimeweka pale Huruma, tumeweka mast ya stima, maji, pipes zimewekwa kila mahali. Sasa unaniambia niseme one term, maendeleo iko wapi jamani? Sasa mimi ningetaka kunihimize wa rusha kula wa Olkalau constituency, tafadhalini tusianze kufuata siasa za mapendeleo na hazina maono. Ya pili, tulifanya campaign 1995 na tukachagua MP alikuwa anaitwa Mwangi Githiomi. Wakati alichaguliwa akaenda akapewa ministry, sisi hatukupata maendeleo juu stima zilikuwa ziwekwe, hazikuwekwa. Saa hii stima zinawekwa kila mahali, maji inawekwa kila mahali. Ile kitu tunataka kuhimiza watu tuchague na tuchague maendeleo. Tunaomba siku ya Thursday tuamke mapema, tuchague kiongozi mwenye tunaona atatusaidia. Lakini tuache kuambia hii maendeleo italetwa na miezi 8. Miaka 4.5 walikuwa wapi na walishindwa kufanya hii maendeleo? Sasa tuchague kiongozi mwenye tunaona anaweza tusaidia, lakini tusiambie atijua kwa serikali. Hii maneno ya CDF iletagwe na mambo ya kusema ati lazima ukae kwa serikali. Maneno ya CDF inaletwa juu wewe ni mbunge na umechaguliwa, lazima CDF iletwe. Hakuna mambo ya kuambia lazima ukae kwa serikali, ni vati maendeleo iletwe. Tunalipa taksi na tunalipa, lazima tuletewe maendeleo. Na kulingana na baadhi ya wakazi ambao nimeweza kuwahoji, wanasema kuwa ifikapo siku ya Alhamisi ambayo ni siku ya uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau, wataweza kuenda kwenye debe na kumchagua yule kiongozi ambaye wanahisi kuwa ataweza kushughulikia masuala na miundombinu, masuala na umeme, masuala na elimu, ili waweze kuhakikisha kuwa kwa kipindi cha mwaka mmoja wao kama wenyeji wa eneo bunge la Olkalau wameweza kunufaika na matunda ya mbunge wao. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Olkalau, huku ni eneo bunge la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, sina la kuongeza la kuregesha usukani kwako studio. Na asante sana Laban Muhinda kwa